Huku sekta ya utalii ikianza kuingia msimu wake wa mavuno, wakati huu wa kuanza kuongezeka kwa idadi ya watalii katika vivutio vya utalii eneo la Pwani. Wenye mahoteli katika eneo hili wanakabiliwa na hatari ya kufunga hoteli zao kutokana na tatizo la ukosefu wa maji. Walioathirika zaidi ni wenye hoteli katika eneo la Watamu, kaunti ya Kilifi. Wanasema wamekuwa wakilipa mamilioni ya pesa kila mwezi kutokana na bili za maji za kampuni ya maji ya Malindi, Mawasco, ambayo imeshindwa kukidhi mahitaji yao ya maji. Power and water is a must in any part, in any country on the world, especially the tourist area. But now we are talking about money. They disconnect for 20 days or more the water in the hotel, in the house, in the community, in the hospital, everywhere, because Mawasco don't pay the money and we pay Mawasco. We pay the bill. Where are our money? Mimi naomba Mawasco, nyinyi ambao mnahusika na maji, tafadhalini, tunaumia sana sisi, tunaumia sana kama jamii, tunaumia kama wenye hotel wanaumia sana. Maana hizi hoteli ndio uti wa mgongo wa uchumi wa hii Kilifi County. Sasa kama hotels zitafungwa, sisi tutaenda wapi kama jamii? Wadau hawa zaidi ya 30 wanadai kwamba mawakala wao wa safari za kitalii wanatishia kufutilia mbali safari za wageni wao kutokana na tatizo hilo. If you can see this operation, who will be attractive? These tourisms are coming, and whenever see water stop, suddenly water pressure is low because our tanks are empty. Suddenly you will see there is no water. Somebody is taking shower and there is no water. These services will going to be affect the tourism, and who will come to the country? So we are much affected. Who will pay our losses? We still have a lot of problem from Italy because the travel agent that send us the guest, the client, every day make complaint. They call Italy. We are in Kenya. We spend a lot of euro, a lot of money to pass 1 week, and every day there is no electricity, there is no power, there is no water. Wametoa wito kwa wadau serikalini kutatua kwa dharura tatizo hilo ambalo sasa linatishia ajira na huduma zingine mahotelini. We are seriously thinking that unfortunately we are forced to shutting down all the business activity, the hotel. This means thousands and thousands of people that will lose the job. Best solution, they should be put a very large reserve tanks, so it cannot be affect any operation, it cannot be affect any hotels or anyone. That is the solution. They have to talk about this. We are really having a very serious water crisis all the way from Malindi, Watamu, Kilifi, and now we are appealing to our honorable government and all the leaders involved, at least to help us salvage this hotel industry because it has employed a lot of people. We are paying all the taxes. The government is getting all the revenues from these hotels. And you see, as we talk now, the investors are threatening to pull out of this industry. And this is going to be a very big disaster, especially for those coastal regions whereby hotel industry is the major income earner and also employment opportunity for all these people. Huku hayo yakijiri, viongozi na wanasiasa katika ngazi za kaunti na serikali kuu wanaendelea kunyosheana vidole vya lawama kuhusiana na tatizo hilo, huku wananchi na wadau wa sekta ya utalii wakitofautiana kuhusu ni nani wa kulaumiwa kuhusiana na hali hiyo. Kutoka June, Mawasco haijalipa maji. Hata kama unataka kusamehewa lile la kitambo, si lile la sasa ulipe. Na ukiangalia Mawasco na Mawasco, kuna tofauti kubwa sana. That's why unapata Malindi bado maji yanapatikana, kule kwetu Kilifi hatuna. Kwa sababu Mawasco wamejicommit. Na hata ukiangalia ile deni imebaki ya Mawasco from June to now it's only 6 million, but Mawasco is 29. Imagine. That means hii Mawasco lazima iangaliwe kwa undani na ile management ambayo iko pale. Wakizungumza katika hafla mbalimbali, viongozi hao wameonekana kulaumiana huku wakishindwa kutoa suluhisho. Mbali na mahoteli, wanasiasa wamekuwa wakitumia swala hilo kuzaragazana kisiasa. Mpango mzima wenye una surround hii story yote, ukweli ni kwamba Mheshimiwa Gavana anataka kubinafsisha
Kimawasco na Mawasco kuvipeana kwa watu binafsi kuran, ambayo itakuwa ni mzigo mkubwa sana kwa wakazi wa Kilifi, because kampuni inataka kulipwa, yeye mwenyewe atafutiwe kati yake kama anavyo negotiate, na sisi wananchi ndio ambao tunatakana tusimamie hilo. Watu wa Kilifi, tuamkeni, huyu bwana hana agenda na sisi, because kama hawezi kulitatua jambo dogo tu la maji, hawezi kulitatua tatizo la afya ya watu wa Kilifi, hawezi kutatua vibarua na mapending bills ambayo yamejaa ndani ya Kilifi, tuangoja nini? Huyo ni one term. Nilipokuwa nasema juzi watu wafuri mimi mwenda wazimu. Sasa kuna visima hapo vingine vina tabu, lakini technicians wametuambia, na ndio waziri amesema inahitaji wiki moja mbili nafikiri iwe mashini imetengezwa mpya ya kuweza kusafisha ili vyote vifanye kazi. Tukianza kupigana huko barabarani kwamba huyu hajanipa, huyu hajanipa. Ukweli ni kwamba sisi water is devolved, but bado bulk water tunanunua kwa nani? Coast water, kwa serikali. Kama hayako tunanunua pewa. Nataka kuambia huu ni wakati wa kufanya kazi, si wakati wa kurusha vidole na siasa ndogo ndogo. Mbali na hao wanasiasa wanaosimamia visima vya maji huko Baricho hawajatoa jibu la kuwatosheleza wadau, huku nao wakilaumiwa kila upande na wananchi wakibakia pale pale pafahali wanapopigana ziumeazo ni nyasi. The CU has confirmed that we have a debt of around 40 as of tomorrow. So, and that is what we are raising through the county government na sisi wenyewe. Na tuongeleshe pia wale watu wa power, tuambie watupe nafuu kidogo. We have come up with a system and we are sure it will work. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, ladha ya Pwani.